Bana, pamoja na kwamba katika sakata zima la kwake Ibra limeisha pale Konde Gang, na kama kujaribu kuangalia kwa hivi sasa ni msanii ambaye ni independent, lakini kitu ambacho nimeweza kugundua ni kwamba Mr. T Touch kwenye sakata la kwake Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang, inawezekana kwamba akawa anahusika kwa asilimia nyingi sana, sababu kujaribu kuangalia moja kati ya muhimili ambao Ibra kwa hivi sasa anao basi ni Mr. T Touch. Na Mr. T Touch hii inakuja baada ya tukio la kwake Ibra kutoka rasmi katika lebo ya Konde Gang na kuonekana akiwa na Mr. T Touch kwa asilimia kubwa zaidi ya watu wengine, pamoja na kwamba anaachia kazi ambazo basi amefanya na wasanii wengine. Mfano kama siku za karibuni hapa ameachia kazi na Lui, ambayo kazi hiyo iliweza kurekodiwa siku nyingi zilizopita. Lakini pamoja na haya yote unakuja kugundua kwamba Ibra ukaribu wake na Mr. T Touch unawezekana kwamba ukawa ndo chachu ya kwake hapa kutoka katika lebo ile ya Konde Gang, kwa sababu kama asingekuwa ametoka katika lebo ya Konde Gang na akaenda basi kuonekana na Mr. T Touch, basi tungedefine kwamba Ibra ana mwelekeo. Sasa kulingana na kwamba ameshatoka katika lebo ya Konde Gang na kwa hivi sasa unajaribu kumuona katika matukio mengi na Mr. T Touch, basi tunapata majibu inawezekana labda Mr. T Touch yupo katika uwekezaji huo ambao basi tunauona kwa sasa hivi. Tunasikia kwamba kuna mtu ambaye amewekeza nyuma ya Ibra na anajituma kuhakikisha kwamba Ibra basi anapata mtonyo wa kutosha. Show zimeanza kumiminika, unajaribu kuangalia muda mwingi yupo na Mr. T, unajaribu kuangalia muda mwingi kwenye show mbalimbali, anamtaja hata Parazo. Video zimekuwa zikisambaa nyingi ambazo yupo pamoja yeye na Mr. T. Yaani kuna ile kama vile comfortability ambayo Ibra anayo akiwa na Mr. T. Kwa hiyo tunapata majibu inawezekana kwamba Mr. T Touch akawa ndo meneja wake, au Mr. T Touch anaweza akawa kwenye timu ya mameneja wake, au Mr. T Touch yupo katika process ya kuwa meneja wa Ibra. Kwa hiyo yote haya yanaweza yakawa basi ni majibu sahihi, kwa sababu ukaribu huu ndio ukaribu ambao umeweza kutupa majibu haya katika siku ya leo mpaka tunazungumzia hapa. Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang na kwenda katika studio za Mr. T Touch kwa asilimia kubwa sana kuonekana naye, basi haya yote yanatupa majibu kwamba inawezekana kwamba Ibra akawa yupo katika mikono ya Mr. T. Kipindi cha zamani kidogo tumemwona Mr. T Touch akiwa na wasanii tofauti, mfano Billness ni mmoja kati ya msanii ambaye ametoka katika mikono ya Mr. T. Kujaribu kuangalia Young Dar es Salaam ni mmoja kati ya msanii ambaye ametoka katika mikono ya Mr. T. Wote hao pamoja na wasanii wengine wengi sana wametoka katika mikono ya Mr. T, na wote kwa pamoja kujaribu kuangalia maisha yao yote, basi tunapata picha kwamba ni wasanii ambao walikuwa wanategemea siku moja au walikuwa na expect siku moja basi watafika katika level fulani, lakini yote hayo iliweza kufail. Na sasa hivi basi tumeweza kumuona Ibra katika mikono yake, tunaweza kumuona kwamba ana roll naye sehemu tofauti. Inaonekana kwamba kipaji cha Ibra kimeweza kuattract hata wawekezaji ambao walikuwa wafikiri tena kuwekeza katika muziki, basi na wenyewe wakaanza kuwekeza katika muziki huu. Na yote haya yanasababishwa na nini? Yanasababishwa na Konde Gang kiujumla walivyokuwa wamemmanage Ibra na kumtengenezea njia sahihi ya wake hapo angalau basi kupata hizi show angalau kuanzia milioni 10. Sasa hivi kama alikuwa anangangania show za milioni 6, sasa sijajua sasa hivi huko anapofanya kazi anachukua milioni ngapi, sababu Konde Gang walikuwa hataki Ibra afanye show za milioni 6, afanye show za milioni 7, nataka show kuanzia milioni 10 za Tanzania ndio msanii wao wapande katika stage. Sasa ile pale kibinadamu, mimi kwa upande wangu ninavyoiona kabisa kwamba ilikuwa ni namna ya kumtengeneza msanii akae katika level fulani, namna ya kumtengeneza msanii thamani yake izidi kupanda wala isishuke, namna ya kumtengeneza msanii yani pesa itakayopatikana basi inakuwa ni pesa nzuri, sio pesa ambayo ni ya kubabaisha. Kwa hiyo haya yote yanasababishwa na Konde Gang kiujumla walivyomtengeneza msanii wao. Sasa hivi ameenda kuwa chachu katika kampuni nyingine au katika mikono mingine, na sakata la kwake Ibra pamoja na Harmonize liliweza kuwashtua watu wengi sana. Kwa hiyo baada ya kuwashtua watu wengi nikaona hapana, ngoja nifuatilie kwa ukaribu nijue nini ambacho kinamhusu Ibra kwa sasa hivi, nini ambacho kinazunguka katika maisha ya Ibra kwa sasa hivi. Amekuwa akishare katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kanunua cheni za gharama, amenunua meno, saa, maana ni vitu ambavyo wasanii wengi waga wanapenda kabisa wawe navyo, lakini vyote hivi hapa hivi imetokana na ule mkono wa Konde Gang. Kwa hiyo mkono wa Konde Gang kwa hivi sasa bado ni mkono ambao unajaribu bado na Ibra, japo walimwambia kwamba Konde Gang ni nyumbani, ila amini usiamini, siamini kama Ibra atarudi pale Konde Gang,
kwenda kujumuika nao, sababu maneno ambayo alijaribu kuongelea vibaya kipindi ambako anatoka katika lebo ni maneno ambayo yameweza kufunga milango ya Baraka, maneno ambayo ameshindwa kabisa kufungua milango ya Future. Sijui kama Harmonize atamsamee kwa hichi ambacho kinaendelea. Sijui kama Harmonize hata kama akimsamee Ibra atajisikiaje? Atakuwa anajisikia guilty kwa sababu kile alichokifanya mwishoni kabisa akikuwa jambo ambalo lilikuwa sahihi, lilikuwa ni jambo ambalo linaumiza nafsi. Kwa hiyo kwa Ibra kwa hivi sasa mikono katika mikono ya Mr T Touch. Kwanza kabisa ninaamini kabisa kwamba posti za Mr T Touch mara nyingi huwa zinaashiria mambo mengi. Juzi tu hapa alikuwa ameashiria kwamba wanakaribia kutoa album nyingine Ibra. Tujaribu kuangalia album za Ibra na uwekezaji wa Konde Gang kiujumla, basi tunapata majibu kwamba Ibra aliwekewa uwekezaji, lakini katika swala zima la promotion ndipo ambapo walikuwa wamefeli Konde Gang, na promotion hiyo imeweza kuwafanya basi wakawa ni watu ambao hawapati ile attention kubwa sana kwa msanii wao, kwa sababu msanii amepitia changamoto nyingi sana katikati hapa, lakini ukuaji huo ulikuwa ni ukuaji ambao sio ukuaji ambao ni nani, yani sio ukuaji ambao ni smooth, ni ukuaji ambao ulikuwa na shika ni kushike, upa vurugu za huku na kule, na mwisho siku sasa hivi tunamwona tena yuko katika mikono ambayo ni ya watu wengine. Kwa hiyo naamini kabisa Harmonize kwa hivi sasa ana expect chochote kile kutoka kwa Ibra, sababu Ibra ni mmoja kati ya mtu ambaye ana ile kujibizana kama Harmonize alivyo, sababu alivyojibizana naye ndio tukaja kusikia kwamba alishaitoga mpaka chumbani na Harmonize, na mwisho wa siku kuitoka kwake chumbani kukawa kuna definition ya kwamba Harmonize alikuwa anataka kumjunja. Sasa haya yote yamesababishwa na Konde Gang kiujumla. Kwa hiyo naamini kwamba sasa hivi huko alipo, hata kama akidondoka hapo alipo katika hilo tawi alipo sasa hivi, akidondoka basi ataumia sana, na kama akipanda atajiona kwamba ni step kubwa sana ambayo aliweza kuifanya kipindi ambako anatoka katika lebo ya Konde Gang. Sijui nyinyi mna mawazo gani kuhusiana na kijana huyu, kwa sababu show ameanza kuzikimbiza back to back. Tumeanza kuona kama show ya kwanza hii hapo, show ya pili amefanya baada ya muda mfupi tu kutoka katika lebo ya Konde Gang. Je, zitakuwa ni show zile za milioni 10? Hapana, haziwezi kuwa show zile za milioni 10, kwa sababu alipokuwa chini ya kivuli cha Konde Gang makubaliano yalikuwa ni makubaliano ambayo ni magumu sana, makubaliano ambayo yalikuwa yanahitaji management iweze kupitisha, makubaliano ambayo yalikuwa yanahitaji hata yeye mwenyewe binafsi asiongee, aiachie management ikubaliane, kisha kubaliana yeye hapo akafanye kazi tu. Ila sasa hivi papara za hela zinaweza zikawa zinampa chachu kubwa sana, yani zinamvuta, kwa sababu thamani yake ilivyokuwa ndani ya Konde Gang ilikuwa kubwa, sasa hivi ni kama vile bado inataka kushuka. Yani hata ile milioni 6 ambao walikuwa wanampa inawezekana sasa hivi akachukua hata milioni 3 au milioni 2 kabisa, kwa sababu ni show ambazo thamani yake akiwepo katika mikono mingine inazidi kushuka. Kwa hiyo anahitaji kufanya kazi kubwa sana kuaminisha kwamba bado mimi hapa ni msanii mkubwa. Anahitaji kufanya kazi kubwa sana kuaminisha kwamba kipaji changu akikuwa pale kinabebwa na lebo ya Konde Gang bado ninacho mkononi mwangu na nina uwezo wa kuzidi kukifanya kiwe bora zaidi. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.